Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya fainali ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania, ni mchezo wa mkondo wa kwanza, hatua ya fainali, ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa pale nchini Morocco, ambapo mwenyeji RS Berkane ambaye aliweza kutinga fainali kwa kuiondosha klabu ya soka ya CS Constantine kutokea nchini Algeria kwa aggregate ya mabao 4-1, basi kwa upande mwingine atakwenda kukutana na mnyama mkali kutokea Afrika Mashariki katika nchi ya Tanzania, Simba Sports Club, ambapo ikumbukwe Simba katika hatua ya nusu fainali waliweza kuiondosha klabu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini kwa aggregate ya 1-0, ambapo kuelekea katika mchezo huu tunaona maandalizi kwa kila klabu yamekamilika. Kinachosubiriwa ni mchezo huu kwenda kuchezwa pale nchini Morocco, ambapo unakwenda kuchezwa siku hii ya Jumamosi Mei 17 mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba, mchezo huu unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, lakini kwa pale nchini Morocco ni saa 2 usiku. Kwa hiyo mnyama Simba atakuwa na kibarua kizito kuweza kuhakikisha kwamba anapambana na klabu ya soka ya RS Berkane, ambapo ikumbukwe tunashuhudia klabu ya soka ya Simba Sports Club wameshawahi kukutana na klabu ya soka ya RS Berkane katika mwaka 2021-2022 katika hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mechi ya mkondo wa kwanza ilichezwa jijini Dar es Salaam, ambapo mechi hiyo tunaona ilikuwa na utata mkubwa sana, ambapo Simba walishinda 1-0, bao la kideo ambalo lilifungwa na Pape Osman Sako, ambapo alipokea cross kutoka kwa Shomari Kapombe kisha kupiga tic-tac na kuweza kuifungia klabu ya soka ya Simba bao bora kabisa la mwaka 2022. Lakini mechi ya mkondo wa pili hatua ya makundi pale Morocco, klabu ya soka ya Simba walipoteza kwa mabao 2-0. Kwa hiyo historia inaonyesha klabu hizi zimekutana mara mbili, ushindi kwa Simba mara moja, ushindi kwa RS Berkane mara moja, yani 50-50, kila mmoja anatamba nyumbani kwake. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, ama wewe ni Mtanzania unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kupata ushindi na kuleta kombe la shirikisho nchini Tanzania, like video yetu, alafu sasa tuambie kwenye comment section, wewe kama ni mshabiki wa Simba unaifuatilia Simba ukiwa maeneo gani, na je, mtanange huu utautazama ukiwa maeneo gani? Lakini usiache tu kulike video yetu kama unaamini Simba atashinda, na tuambie kwenye comment hapo kama unatokea mkoa gani, kwa sababu Mungu atakwenda kulisikia dua lako na kuweza kuitimiza ile hitaji la moyo wako. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane pale nchini Morocco, klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuwakosa nyota wafuatao. Nyota wa kwanza ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni golikipa Aishi Salum Manula. Nyota wa pili ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni golikipa Ayubu Lakuredi. Nyota wa tatu ambaye Simba Sports Club wanatarajia kumkosa ni beki wa katikati, hapa tukienda kumwongelea Hussein Kazi. Nyota wa 4 ambaye klabu ya soka ya Simba wanatarajia kumkosa ni kiungo mkabaji Mzamiru Yasin Selemba, ambaye bado anauguza majeraha yake ndani ya kikosi cha Simba licha ya kusafiri na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Huku nyota wa 5 ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni kiungo mshambuliaji Omar, ambapo mchezaji huyu tunaona kwa upande mwingine naye bado hayuko fiti chini ya kocha mkuu mtaalam Fadu Davis. Nyota mwingine ambaye Simba Sports Club wanatarajia kumkosa ni mchezaji anacheza eneo la ushambuliaji, hapa tukienda kumwongelea Valentino Mashaka, ambapo mchezaji huyu tunaona alikuwa katika majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania, kwa hiyo ameshindwa kusafiri na timu ya soka ya Simba Sports Club, ambapo alikuwa katika majukumu ya timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo orodha ya wachezaji ambao ni confirmed hawapo katika orodha ya wachezaji ambao wanakwenda kutumika katika mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya RS Berkane. Lakini walobakia ni kocha kwenda kuchagua wachezaji yake ambao watakwenda kuanza, na wale ambao watashindwa kupata nafasi basi watakuwa nje ya mchezo.